Naam, karibu sana mwana michezo, tuzungumze yale ya kimichezo na burudani. Langu jina naitwa Derek David Kahimba, unaweza kuniita Kaisedo wa Bongo. Mimi niko hapa kwa ajili ya kukupasha matukio mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Na ripoti kutokea hapa katika mitaa ya Mwembe Yanga jijini Dar es Salaam. Nia na madhumuni yangu niweze nikupashe na nikuhabarishe yale yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kushoto kwangu mimi niko na mzee Malinyi. Mzee wangu mzee Malinyi. Naam. Uko poa lakini? Niko poa, habari yako? Maua. Karibu sana. Maua. Ndio. Umeona? Una story gani? Ndio maua yalivyo. Hayo mambo ya dunia achana nayo. Tuendelee na mengine. Bwana, nianzie hapa bwana mzee Malinyi. Nianze kabla sijataka kwenda mbali sana, tuanzie hapa tu kwa ufupi. Mdahalo mkubwa ambao unaoendelea wa Clatous Chota Chama pamoja na Alan Okello Starboy. Nani mwamba zaidi ya mwenzie? Mbona waandishi wa habari mimi kila siku wanawakatalia hicho kitu? Unajua unapomfananisha Chama na Alan Okello, nyinyi yani tuseme mnawakosea wote. Unamkosea Chama, tena Chama mnamkosea sana. Alafu vile vile mnamkosea hata Alan Okello kwamba mnataka kumwangamiza. Yaani nyinyi mnataka kusababisha ardhi na mbingu. Chama ni mbingu, Alan Okello ni ardhi. Sawa? Hutegemei leo ardhi ikaje ikaikuta mbingu. Sawa? Si leo wala si kesho kwamba hii inaweza kaja ikaikuta mbingu. Ni vitu hivi vitakuwa vya maajabu. Vitakuwa vitu vya maajabu. Chama ameshamaliza kila kitu. Sawa? Ameshamaliza kila kitu. Ushaelewa? Chama ninachokuambia, kwa nini ameshamaliza kila kitu? Ameshavaa mpaka medali ya klabu bingwa Berkane. Okello ameshavaa. Sawa? Chama sasa hivi anamaliza. Chama anamaliza. Kwanza hata hapa anapomaliza hapa kwamba Okello ndo anachipukia, mnamfananisha na Chama, bado mnatakiwa mumsikie na Chama. Kwamba Okello anaweza sija akacheza hivi kama alivyocheza Chama. Sawa? Kama alivyocheza Chama. Okello tafuteni saizi yake kwa kufananisha nao kama kina Faisal, wenzake ambao anaokuwa nao, ambao wanauchipukia kwenye mpira. Sawa? Sio Chama. Kumfananisha na Chama mtakuwa mnamvunjia heshima Chama. Sawa? Na kumdidimiza yule mtoto. Shelewa? Ndio. Bwana mzee Malinyi, ziko taarifa nyingi bwana zinazokuwa zikielekea kwenye dirisha kubwa la usajili. Za ndani zangu kabisa ambazo mimi nimezipata ni kuhusiana na mchezaji wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, Libase Gie. Huenda mwishoni mwa msimu huu anaenda kufanya majaribio kwenye klabu ya soka ya Standard League kutokea pale nchini Ubelgiji. Pengine mnaona nafasi yake ya kutoka katika ardhi na bara la Afrika na kuelekea Ulaya. Sasa ndio kama dirisha linaonekana sasa kwa Libase Gie, taa ya kijani imeanza kuonekana kwa kijani. Kwa Simba hatuna shida kama atakuwa anakwenda kufanya majaribio, sisi hatushangae. Mchezaji anatoka Senegal, yule bado mdogo, kwa sababu wachezaji wa lika ile wanaotoka magharibi, sawa, wale wengi mawazo yao makubwa ni kwenda Ulaya. Hata wakala wake kumleta huku, pengine tu mipango yake ya Ulaya ilikuwa kidogo imepishana kwa wakati ule, ndio maana akaleta huku, kwa sababu Simba nako ni sehemu ya kupita, njia rahisi kwenda Ulaya. Umeshaona? Simba nayo ni njia rahisi ya kupita kwenda Ulaya. Simba Sports ni njia rahisi ya kupita kwenda Ulaya. Sawa? Ukikuta mchezaji wa magharibi kama wengine waliokuwa upande ule wameshia kupaka bleach tu, maki viwango vyao ni vidogo. Mchezaji wa magharibi kuishia kumalizia mpira hapa, maki sio mchezaji. Mchezaji wa magharibi anayetoka Ivory Coast, Ghana, Mali, Togo, Nigeria, eti atoke kule aje amalizie mpira hapa, huyo shughuli hana. Kwa Libase Gie mimi sina wasiwasi. Kama anatoka kufanya majaribio, sisi hatuna shida. Simba tunaga visolo kunyo vya kumzuia mchezaji. Yeye mkunji kabisa. Kuna watu wanakunja. Mpira ni biashara sasa hivi. Sawa, watu wakileta hela unauza, unachukua mtu mwingine. Sawa, maisha yanaendelea. Kuna watu wanakunja. Ndio kabisa. Kabisa, uone wamembania mtoto mpaka sasa anataka kurudi Iringa. Si umeona wamembania mtoto za leo hana mawazo ya kwenda kutoka nje ya Tanzania, ana mawazo ya kurudi Iringa. Nimemwona juzi kwenye clip, mimi nitarudi Iringa na nini. Maki tayari future yake imekwisha. Mimi nilitegemea atakuwa na future ya kutaka kwenda mbele. Sawa? Na ndio hata wewe umetoka kijijini kwenu Bukoba umekuja hapa. Kutoka hapa uanze kurudi Bukoba. Wewe unawaza sasa kutoka hapa uende mbele ya safari. Sio kurudi nyuma tena Bukoba. Sawa? Hata kama mtu anawaza kurudi tena Iringa, si maisha hayo tena. Kwa sababu ya hawa jamaa ukisajili kwao
Nikwambie basi, kila siku wanawaambia ukisajili kwa watu walikuwa na roho mbaya. Ukishaingia mkataba, ukishasaini mkataba, linakwenda linachukuliwa beseni. Alafu linachukuliwa kuna vikombe fulani umusido. Kuna makombe fulani ya bati yale yanakuwa na mkono hivi makubwa kubwa yale. Sawa? Inachukuliwa ile jezi kama ya njano au ya kijani. Mpya inaichuja. Inafuliwa pale. Ukifosi rangi yote zinakuwa iko kwenye beseni, alafu unatiliwa kwenye lile kwenye lile bilauri. Alafu unaambiwa bwana kunywa hii kwanza. Ukisha kunywa unamaliza ile maji yote. Alafu na bwana sasa hapa pesa hakuna. Hapa ni kupenda Yanga tu. Hapa mpira hapa pesa hakuna. Hapa ni kupenda hapa. Wale mwisho kunywa tayari mkunywa maji ya bendera. Wewe damu na hii. Kumbe yale maji rafiki yangu yanakutia kiza tu. Wewe hata ikija Manchester United basi taki. Mimi hapa tu. Kwani kila leo nje masomo waona? Ila kwa Simba Sports soka mapema tu. Ikija hela tunauza. Mpira biashara. Na sio mara ya kwanza. Sio kuna wachezaji kibao wachezaji kama kina Bwana Samata, kina nani? Tumemuuza Samata, tumemtumia hapa mechi 3 tu hapa. Mechi 3 tumemtumia. Wangekubali hao jamaa zako. Mazembe walipokuja wakati 400 sio ngapi? Sisi tukatoa. Patrick Ochan ndio kwanza alikuwa ametoka majeruhi, ndio ile wakati ule sasa Micho ametuambia huyo bado mtamfaidi huyo. Huyo kama alitoka majeruhi, ndio tunataka kuanza kumfaidi, amecheza mechi 4 tu. Mazembe nao wamemtaka, tukauza. Mpira biashara. Ili ukitaka timu ikue, moja ya mapato ni kuuza wachezaji. Unauza unanunua. Sawa? Kwa hiyo mimi sioni kama kuna shaka Libasegei kama atakuwa anatakiwa kwenda Ubelgiji. Sawa? Kama akifaulu tutamtakia kila laheri. Akafaulu majaribio yake, tuletewe hela, si tuangalie mipango mingine ya wachezaji wengine. Miongoni mwa majina ambayo yanatajwa kuchukua nafasi ya Libasegei ni pamoja na Tapelo Maseko. Winga huyo hatari kutokea pale Mamelodi Sundowns. Anahusishwa na kujiunga na klabu ya soka ya Simba. Siku hizi ukiitazama Simba inagonga hodi kwenye mabingwa wa Afrika, mabingwa wa dunia, ndio mahali ambako Simba Sports wanagonga hodi. Rushain De Rock no doubt ametokea Mamelodi Sundowns, mnyama Simba kagonga hodi. Haikuishia hapo tu. At the same mnyama Simba Sports Club bado pia anagonga hodi katika viunga mbalimbali. Huyu Simba Sports kuna nini? Unajua wanasema unajua ni hivi. Lazima uelewe Derek. Ushanaelewa? Kadri unavyopanda kimaisha yako, hata mikao ya watu inabadilika. Ushanaelewa? Inabadilika. Japo watu wengine wao wanasema Uswahili kwamba bwana sasa hivi kwa sababu maisha yake yako hivi, hata hapa tena haji kukaa. Maisha huwa yanabadilika. Kwa nini basi? Kwa muda huu maisha uliokuwa nayo sasa hivi muda huu unaweza kukaa kwenye kao bali muda mrefu kaongea. Sawa? Lakini ukishaanza kupata pesa, utataka na wewe ukakae na watu wenye pesa wenzako ili kupanga mipango. Muda ukaa kwenye kao utakuwa una. Sawa? Na ndio Simba ilivyo. Simba, klabu ya Simba ni kubwa Afrika sasa hivi. Sawa? Unapoviweka vilabu 10 bora Afrika, Simba ni moja wapo. Sasa unawezaje kuchukua klabu bingwa kama wewe huja share na wale mabingwa wenzio? Leo Simba kakae na JKT. Simba aenda akachukua mchezaji Dodoma Jiji. Mbona mnachukua? Sikiliza basi kwanza. Akachukua Dodoma, akachukua Majimaji. Lazima uende ukachukua wachezaji walioipa timu mafanikio. Na ndio maana tunakwenda Mamelodi. Sawa, watu wanakwenda Kaizer Chiefs. Sawa? Wakati ule Mazembe tunakwenda Mazembe. Kwa sababu wachezaji tayari umewapa, unakwenda Pyramids. Ushanaelewa? Ili kwa sababu wachezaji wanakwenda kuchukua wachezaji wenye quality, ukiwachanganya na hawa ili waweze kukusaidia kukupa kwa bingwa. Hilo wala sina shaka nalo. Ni jambo jema kabisa. Umewasikia majirani wamegonga odi. Ngong. Wametua pale Al Ahly, wanamtaka Aliou Dieng kuja kuchukua nafasi ya Mohamed Damaro. Lakini kumezua mgunzo kweli kweli, wanasema Msukuma ameshindwa kutawala eneo. Raia Mtanzania ameshindwa. Kwa hiyo dirisha kubwa watu wanamuondoa, nafasi yake wanamchukua Aliou Dieng. Sasa Aliou Dieng amecheza Al Ahly. Sawa? Aliou Dieng ameshabeba kila kitu. Nasikia amebeba kila kitu. Mimi sina hakika sana
kama Aliou Dieng anaweza kuja kucheza Yanga. Hauna uhakika? Sina uhakika sana na inanitia shaka sana. Inanitia shaka sana. Pengine ungeniambia Aliou Dieng pengine kwenda Mamelodi, kwenda Kaizer Chiefs, kwenda Yanga wanahusishwa kwenye mazungumzo. Nisikilize, kwenda Orlando Pirates. Sawa? Pengine kama atakuja Dar Yanga Africans pengine kama mpira umekwisha kabisa. Lakini namuona bado, sidhani kama bado anaweza kuja kucheza kwenye kwanza viwango vya mshahara. Heri sana dogo. Nasema hivi viwango vya mshahara. GSM hana. Nasema hivi, hebu niambie Aliou Dieng analipo shilingi ngapi? Sasa tuna uwezo sisi hapa kusema mchezaji maana Aliou Dieng chupulu mshahara hapo mlipa hapa pengine. Sawa, mshahara pengine umlipa hapa dola sio chini dola 130 au dola 150. Yaani hizo chupulu za kawaida hizo. Tunazo hizo. Na ndio maana nilikuwa nasikia superstar anataka kuja kucheza huku na nini. Rabayo ni maneno tu. Sawa, yule kama tauli kucheza vilabu vyao vya kule South Africa ambavyo vina uwezo wa kumlipa. Sawa. Sasa haya ni maneno. Hizi ni stories za mtaani. Mimi nafikiri tungesubiri kwanza. Tusubiri. Watu sasa hivi wanatafuta kwa sababu ligi kidogo imesimama. Sasa je, magazeti yatauzwaje? Vyombo vya habari vitawezaje kujiuza? Lazima walete story nyingi. Sawa, za mitaani. Hii maisha yaweze kuendelea. Bwana, nimalize na hili kurejea kwa Stefano Aziz Ki ndani ya Young Africans, mnasemaje? Shida linarejea na balaa linarejea tena kwenye ligi kuu Tanzania bara. Shida inarejea, je? Kiwango chake kitakuwa bado kile kile? Wewe na ndio nakuuliza, kiwango chake je, Aziz Ki huko alikozunguka anarudi Young Africans kwa uhakika kitakuwa kile kile? Kwa sababu unaweza ukarudi mchezaji, msimchukulie kama Chama. Chama kile ni kizazi kingine ujue. Chama ni kizazi kingine. Unajua? Chama ni kizazi kingine. Ni kizazi pekee. Mwenyezi Mungu hutoa vizazi vile kwa bahati sana. Kwamba mchezaji anakwenda na anarudi anang'ara tena. Anatoka anarudi anang'ara tena. Wachezaji wengi hawagi hivyo. Mara chache sana. Sawa? Na ndio maana mkuta hata Cristiano Ronaldo alipotoka Madrid kurudi Manchester hakung'ara tena pale. Sawa? Mlielewe hilo. Ushaelewa? Je, mchezaji yule viungo vyake vinamruhusu kucheza muda mrefu? Unaona? Mtu kama Messi alizaliwa njiti. Kwa hiyo viungo vyake maana kile vikomai. Wakati wote yule anaweza kucheza muda mrefu sana mpira. Tofauti na wewe uliozaliwa miezi 9 kamili. Hadi siku utakapokwenda na mifupa inazidi kukomaa. Sawa? Sasa mimi nafikiri wangeacha kwanza arudi, tumuone anarudi na kiwango kile kile. Au la. Lakini kupiga kelele sasa hivi hatujamuona akicheza ligi hapa tena. Tutakuwa tunapotezea na muda au tunatia na njaa tu. Tusubiri arudi. Ndio yule mara 6 mfululizo. Ndio nasema tusubiri arudi. Ila kwenye mara 6 mfululizo. Nasema hivi, tusubiri arudi. Sawa? Alafu alete maneno hayo. Walete maneno hayo kwamba huyu si hivi. Na inategemea wakati anarudi kwenye ligi hii sasa hivi kuna wachezaji wa aina gani kwenye ligi. Na wakati ule wakati alikuwa akitamba aliwakuta wachezaji wa aina gani kwenye ligi wakati ule. Sawa, kadri miaka inavyozidi kwenda na vizazi vinabadilika vya kiuchezaji. Sawa, usitegemea Aziz Ki yule anaweza akaja akakutana na wachezaji wa type ile ya nyuma, hapana. Anaweza akaja akakutana na wachezaji bato, mguu kwa mguu, jino kwa jino. Nivunje mguu nikuvunje mguu. Atapiga wapi? Mimi naomba tusubiri. Dirisha kubwa litakapofika, akisajiliwa, tukianza ligi, makali yake tutayaona. Kwa nini tuandikie mate na wino upo? Shukrani sana mzee. Asante sana.